tunaona watu ambao wanakuwa na malengo ya kutaka kugombea nafasi za uongozi kabla hawajafikia hatua ile, huku mwanzo wanakuwa wanafanya baadhi ya vitu ambao vinakuwa vinawaleta karibu zaidi na jamii, ili itakapofika ule muda basi anatangaza nia yake iwezi kuwa rais, sababu tayari ameshajiattach. Tumeona wewe una Asma Mwinyi Foundation, sio ya leo wala ya jana, mpaka unafikia hatua ya kwenda kugombea. Je, kuna namna yoyote Asma Mwinyi Foundation ilikuwa ni kama inaenda kusafisha njia, kuleta karibu na jamii ili wewe kuweza kufikia malengo haya kwa mwisho? Hapana. Asma Mwinyi Foundation ilikuja purely katika kusaidia wananchi, na kama nilivyosema ni mtoto wa kike na mama, kumuinua kiuchumi, kimaisha. Haikuwa inahusiana yani kuja kujisafisha kwenda kule, kwa sababu wakati nafanya hivyo kulikuwa tayari kuna opportunities za kuweza mimi kuingia katika siasa kama ningekuwa nataka kufanya. Lakini sio kitu ambacho kilikuwa kimenifanya mimi niendelee niseme naingia kwenye siasa. Na ukiacha hivyo, wakati niko nafanya mambo hayo, tayari kuna majimbo ya bara pamoja na visiwani ambayo walinifuata kwamba tunataka uje bungeni kwetu, uje jimboni kwetu nani. Sikufanya, lakini ningekuwa na ule utayari kusema basi nifanye, au na foundation yangu ndio inanisafishia, ngoja na mimi niende. Hapana, ilikuwa haiko hivyo. Kwa hiyo sikufanya. Wakaona haitoshi, wakamfuata hayati, bwana mwanao anafanya 1 2 3, tunaona tunataka aingie na yeye kwenye hii. Again, sio kwamba ilikuwa ni kitu ambacho nataka kufanya kwa muda ule. Hakuna. Sio kabisa. Yani the foundation na mimi kutaka kuingia kwenye siasa ni vitu vile tofauti, kwani isipokuwa najua kuna watu wengi ambao wameniona ninafanya vile, wakasema anafaa, kumbe anaweza kufanya hivi, basi ni hivi, kwa nini usifanye hivi na hivi na hivi na hivi, kwa nini usiingie au hivi na hivi na hivi. Yes, lakini sio foundation ambayo imenani. Japokuwa foundation ndio imenifanya nikajulikana na jamii, wakaona kazi zangu, na wakati nagombeka si Asma Mwinyi Foundation, okay, tunajua kazi zake tushaziona. Sawa sawa, umeona imesaidia ikawa Lakini tafsiri yake ni kwamba kwa ule msukumo ambao ulikuwa unatoka nyuma, pengine huenda uongozi ungetangulia alafu Asma Mwinyi ingefuata baadaye. Yes, definitely. Ni kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya nafsi yangu, kitu ambacho nilikuwa tayari hapo awali nilikuwa nafanya, lakini kwa chini chini. Mimi ni by profession, mimi ni auditor. Yes, Kwa hiyo tokea nafanya kazi nilikuwa ni mtu wa kupenda kurudisha kwa jamii. Na kitu ambacho kikanisukuma zaidi kufanya ni kipindi kile cha COVID. Yes, nikaa nimerudi. Nilikuwa nafanya kazi Uingereza. Kwa nikaa nimerudi. Tulikuwa majirani. Kabisa. Kwa hiyo wakati nimerudi nikasema sasa narudi nyumbani, nitafanya kazi nyumbani. COVID ikaingia, kwa hiyo basi ngojea mwezi ujao nita apply kazi, mwezi ujao mwisho hii kitu kumbe inaendelea. Sasa nisikae tu hivi, kwa nini nisifanye kitu ambacho nakipenda zaidi? Ni nini? Kusaidia jamii. Sasa kama nataka kusaidia jamii, acha nianzishe foundation yangu mwenyewe, ili sasa kwa sababu tayari ninafanya, acha niweze nikawa naamini kwamba nikiwa na foundation, taasisi itanifanya niweze nikafikia jamii kwa wingi zaidi. Kwa hiyo ndio kanisukuma nikafungua sasa. Nikafanya kazi zangu muda ule wa COVID mpaka COVID ikaisha, nikaendelea. Ndio watu wakaanza kuniona taratibu, wale zile sehemu ambazo nilikuwa nazokwenda, kumbe dada unafanya hivi, utakuwa mbunge mzuri, sijui mimi wala siko huko. Yes,
Sawa, mimi nataka kabla tujahamia kwenye foundation nijue experience vitu gani wakati wa mchakato mzima wakati unagombea nafasi hii, na vitu gani ambavyo vilikuwa kigumu, ukutana na changamoto gani, na vitu gani ambavyo ulijifunza zaidi? Kusema kweli, kujifunza ni kitu ambacho kila siku mtu anajifunza. Hujui kila kitu, na kitu chengine unatakiwa uwe uko tayari katika kujifunza. Mimi ndio nimeingia mara yangu ya kwanza, kwa hiyo kila kitu nilikuwa najifunza. Kila kitu kwangu ikawa ni changamoto. Lakini ni wewe unakabiliana vipi ile changamoto ambayo imekujia mbele yako. Na kama mimi ni mpya, mgeni, kwa hiyo lakini nikapambana nazo. Hakuna ambacho kilizidi ukasema jamani, ngoja tu niende kwenye foundation, naachia hapa, yani kitu kufanya mbona kama hii kubwa sana? Hapana, ni kitu hivi. Na ndivyo nilivyo. Wanasema kwamba maji ukishavulia nguo shauti ya ovyo basi. Na pia ni kwamba kama vile nilivyokuambia, kuwa na uthubutu. Kwa ukishakuwa na uthubutu na kitu kweli wewe unakitaka, hakuna yoyote atakayeweza kukukwamisha. Kuna baadhi ya vitu vinaweza vikakukwamisha, lakini ikiwa wewe mwenyewe pia unakitaka, nataka kufanya, go for it. Go for it. Mheshimiwa, tumeona watu wamekuwa kitafsiri kwamba watoto wa viongozi ambao wanapata nafasi katika serikali, wanakuwa watu wanatafsiri ni kama mnapendelewa kupata zile nafasi. Upi ni ukweli? Mimi naomba nijiongelee kama mimi. Yes. Mimi nimekwenda kwenye jimbo. Sikwenda kama kwenye viti maalumu au vingine. Na utakapoingia hata huko kwingine kwenye viti maalumu, hata kwenye jimbo, kuna process ambazo unatakiwa kwenda. Uchaguliwe na chama. Chama kikupitisha kwa jumbe wa kupitisha, wajumbe wakishakupitisha, na unavyopitisha unapitishwa nini? Kwa kura. Kwa kura. Demokrasia. Je, nilipita kwenye kura za maoni? Ndio. Namshukuru Mwenyezi Mungu nilipita kwa kishindo. Kapita pale. Stage ya pili. Tena nayo inakwenda hivyo kidemokrasia. Nimepita na nashukuru Mwenyezi Mungu, chama kimenikubali, kimenishusha jina langu, limekuja kwamba huyu ndiye atakayesimamia jimbo la Welezo kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Baada pale ilikuwa kini nini? Wananchi wanakuja kukuchagua. Demokrasia tena. Wananchi wamechagua. Nimepita. Sasa inakuwaje useme kwamba umewekwa hivi au vile? Hakuna hivyo. The Bantu.